Yes, miongoni mwa vitu ambavyo vimezidi kuibua hisia katika kandanda FIFA World Cup 2026 ni namna ambavyo kama mashabiki wa mpira wa miguu duniani wamezidi kushock na kuuliza kitu gani ambacho kinatokea, kwa maana kwamba mpira umezidi kutawaliwa na siasa zaidi duniani au inakuwa namna gani vipi. Na hii kabla ya kukuta mshikaji wangu ni noma sana. Sasa Trump ameishawishi FIFA kufuta kadi ya Balogun, mchezaji wake wa timu ya taifa ya Marekani. Imagine FIFA kuondoa kadi nyekundu, na kitu ambacho si mara nyingi kimetokea na si kawaida. Sasa FIFA imeondoa adhabu ya kutocheza mechi moja kwa mshambuliaji wa Marekani Florin Balogun baada ya Donald Trump kuripotiwa kuwasiliana na rais wa FIFA Gianni Infantino na kumshawishi kadi nyekundu aliyopewa mchezaji huyo ipitiwe upya. Imagine Balogun alikuwa amepewa kadi baada ya kumkanyaga kifundo cha mguu mchezaji wa Bosnia na timu ya Herzegovina Tariq Mohaverlik katika ushindi wa mabao 2-0 wa Marekani. Kwa kawaida kadi nyekundu tunajua kuwa usababisha adhabu ya kukosa mechi moja kwa moja. Baada ya uamuzi huo, Trump alishukuru FIFA kupitia mitandao ya kijamii akisema haki imetendeka, na huku kwenye uwanja wa comment section wengi wakisema kuwa ni uongo, ni nguvu zake za kimabavu ambazo ametumia kuweza kumshawishi rais wa FIFA kufuta kadi hiyo. Na utakumbuka zaidi baada ya uamuzi huo Trump alishukuru FIFA akisema kuwa imefanya vyema kutenda haki. Hata hivyo, Royal Belgian Football Association imeeleza kushtushwa na hatua hiyo, huku kocha wa Belgium Rudi Garcia akihoji uhalali wa uamuzi huo wa kudai unahatarisha uadilifu wa mchezo huo. Imagine kocha ameendelea kuisaka FIFA namna ambavyo haijatenda haki. Mtu anapata kadi nyekundu and then bado anarejea kucheza for what? Maswali yamekuwa mengi zaidi kwa kocha huyo wa Ubelgiji. Kwa mujibu wa FIFA, adhabu ya Balogun haijafutwa kabisa, bali imesimamishwa kwa kipindi cha majaribio cha mwaka mmoja tu. Endapo atafanya kosa jingine la aina hiyo ndani ya kipindi hicho, adhabu ya awali itarejeshwa pamoja na adhabu nyingine atakayostahili. Hatua hiyo inamruhusu Balogun, ambaye tayari amefunga mabao 3 kwenye kombe la dunia 2026, kucheza mchezo muhimu wa hatua ya 16 bora dhidi ya Ubelgiji. Miongoni mwa vitu ambavyo vimechukua nafasi katika kandanda ya mpira wa miguu duniani. Yes, maoni gani ulionayo kwa hiki ambacho kinaendelea? Endelea kwa nasi Mile Media TZ kwa taarifa mbalimbali kutoka ndani na nje mipaka ya Tanzania, na utazidi kuwa kwanza kupata habari zetu ukibonyeza alama ya kengele. Hii ni Mile Media. One more time.